Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tuelekee huko Nigeria. Imam wa Kinigeria aliyepata umaarufu wa kimataifa aliyewaokoa mamia ya maisha ya Wakristo wakati wa vurugu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 90. Imam huyo aliyefahamika kwa jina la Abubakar Abdullah alikuwa akiugua tatizo la moyo na alikuwa akitibiwa hospitalini ambapo alifariki usiku wa Alhamisi kama ilivyothibitishwa na mwanawe. Mnamo mwaka 2018 imamu huyo aliona familia nyingi zikiwa na hofu na kutoroka zikielekea kijiji chake kilichopo jimbo la Plateau katikati ya Nigeria, na aliamua kuhatarisha maisha yake na kuwaokoa maisha yao. Aliwahifadhi watu 262 nyumbani kwake na kwenye msikiti wake. Hata hivyo, Wakristo hao 262 wanadaiwa kwamba walikuwa wakikimbizwa magaidi katika maeneo ya nchi ya Nigeria. Kwa kutambua alichokifanya, Abdullah alipewa heshima moja ya juu ya kitaifa na tuzo ya uhuru wa kidini na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mungu aliumba binadamu tofauti, lakini anataka tuishi pamoja kwa amani na mshikamano na tusidhuru wengine, Abdullah aliripotiwa kusema wakati huo. Wakati aliokoa watu wakitoka katika kijiji jirani, walikuwa wakikimbia watu takribani 300 wenye silaha nyingi ambao wanadaiwa kuwa ni magaidi, ambao kwa kawaida walikuwa wanapiga risasi mara kwa mara na kuchoma nyumba zao. Baadhi ya wale walioweza kutoroka walikimbilia katika eneo hilo ambapo kulikuwa na Waislamu wengi, eneo ambapo imamu huyo aliishi. Kiongozi huyo wa kidini mara moja aliwasaidia. Niliwachukua wanawake kwanza kwenda nyumbani kwangu ili kuwaficha, kisha niliwachukua wanaume kwenda msikitini, Abdullah aliambia shirika la habari la BBC. Wakati washambuliaji waliposikia kwamba wakazi wa kijiji walikimbia kuelekea msikitini, walimtaka imam awatoe wale aliokuwa amewaficha, lakini alikataa. Pamoja na wengine katika jamii za Waislamu, alianza kulia kwa sauti kubwa akiwasihi waondoke, na kwa mshangao magaidi hao waliondoka, lakini kisha walichoma moto makanisa mawili yaliyokuwa karibu. Shambulio hilo lilikuwa sehemu ya wimbi la vurugu ambalo liliendelea hadi leo katika eneo la kati ya Nigeria, ambapo jamii za wakulima na wafugaji wa ng'ombe hukutana kwa migongano mara nyingi juu ya haki za ardhi na malisho. Mtazamaji wa The World News, huyo ndio Imamu Abubakar Abdullah aliyewaokoa Wakristo 262 nyumbani kwake na katika msikiti wake kutokana na uwepo wa hali ya ugaidi katika nchi hiyo ya Nigeria. Amefariki akiwa na miaka 90 akiugua ugonjwa wa moyo. Endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.